na nimewaita hapa ili kuzungumza nanyi moja kwa moja kuhusiana na dira, lakini pia na dhamira ya serikali katika kuendeleza vijana. Na hii inafanyika kupitia wizara ambayo kama wote tunavyofahamu, kwa dhamira kuu ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa nayo katika kuendeleza masuala ya vijana. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu ameunda wizara inayojishughulisha na maendeleo ya vijana ambayo iko chini ya ofisi yake. Lakini pia niko hapa kuweka bayana kuhusiana na mwelekeo wa serikali katika kushughulikia masuala muhimu ambayo yanawagusa vijana wa nchi ya Tanzania. Dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba kwanza vijana wanafikiwa pale walipo, wanasikilizwa kwa makini, lakini pia wanashirikishwa kikamilifu katika kujenga mustakabali wa taifa letu. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba tumekuwa na kauli mbiu yetu ambayo tumeitumia muda wote tangu wizara hii ilipoanzishwa, ambayo inawataka vijana kutumia utamaduni wa kuzungumza, wa kujadiliana ili kuweza kuweka mipango ya kimaendeleo kwa pamoja. Na katika hili wizara tuna falsafa 3 ambazo tumekuwa tukitembea nazo. Ya kwanza ni kufanya mambo kwa kasi, tukiamini kwamba vijana wanapotaka kutumia fursa zao lazima tuwafanyie mambo kwa kasi, kwa sababu wanapohitaji ni kwa sababu kuna fursa. Tukichelewa kumhudumia maana yake atakosa ile fursa ambayo anayo. Lakini ya pili, tumekuwa na falsafa inayosema viongozi kufikika. Na hili tumelianza sisi kama wizara, nikiongoza mimi kama waziri. Tangu kuteuliwa kwangu sijakaa ofisini, nimepita kukutana na vijana. Na sijawaita pale nilipo, mimi nimewafuata pale walipo. Mikutano yangu yote katika mikoa takriban 7 ambayo nimefanya sasa hivi haijafanyika katika maeneo rasmi yanayofahamika. Nimefanya mikutano masokoni, nimefanya mikutano kwenye vituo vya bodaboda, nimefanya mikutano pia katika stendi na mahali kokote kule ambako vijana wanafikiwa. Lakini tumesema sisi kama wizara tunataka kuwafuata vijana walipo, either physically au kwa kutumia mitandao ya kijamii. Lakini falsafa yetu ya 3 ni matumizi ya teknolojia, ambapo kama nitakavyoeleza hapo baadaye, vijana wengi wanapatikana katika mitandao ya kijamii na wanatumia teknolojia zaidi, na sisi kama wizara tumejipanga namna ya kuweza kuwahudumia. Ndugu na habari, serikali inatambua kwamba vijana ndio nguvu kazi kubwa ya taifa na muhimili wa maendeleo ya kiuchumi, kijamii pamoja na kisiasa. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni takriban milioni 20.6. Kwa unaweza ukaona katika watu milioni 60 tuna vijana takriban milioni 20 kati ya miaka 15 mpaka 35. Lakini ukienda ndani zaidi utagundua kwamba taifa hili ni la vijana na watoto wadogo, kwa sababu ukiangalia kwenye sensa watu walio chini ya miaka 35 ni 77% ya wananchi wote wa Tanzania. Maana tuna watu zaidi ya milioni 46 ambao wako chini ya miaka 35. Kwa hiyo hii inatoa umuhimu sana kuhusiana na masuala ya vijana, ndio maana Mheshimiwa Rais aliona ni muhimu kuweka wizara hii pia. Lakini hao vijana ndio ambao wanachangia 55% ya nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo ukiangalia kuna umuhimu sana. Ndio maana nimesema wazi kuwa sitosubiri vijana wanifuate ofisini. Mimi na timu yangu tutawafuata vijana walipo, kama ni mashuleni, vioni, vijijini, mijini, masokoni, kwenye vikundi vya ujasiriamali au walio katika maeneo ya kazi, mitaani au kwenye majukwaa ya kidijitali, ili tuweze kuwasikiliza, tuelewe changamoto zao, lakini pia tubuni suluhisho pia la pamoja. Mwelekeo huu sasa unaendana sambamba sana na msisitizo wa Mheshimiwa Rais alipohutubia wakati wa kufungua bunge la 13 tarehe 14 Novemba mwaka 2025, ambapo alielekeza taasisi za serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa ajenda ya ajira, ujuzi, uzalishaji pamoja na matumizi ya teknolojia ili kuwafanya vijana wanufaike na fursa za uchumi wa nchi yetu kwa sasa, lakini pia na baadaye. Ndio maana sisi tukatafsiri yale maono ya Mheshimiwa Rais kupitia hotuba yake kwa kuja na hizo falsafa ambazo nimezisema. Kwa hiyo kiulizo zimetoka wapi? Zimetokana na mwelekeo ambao Mheshimiwa Rais aliweka katika hotuba yake. Kwa hiyo tumetoka pale na sisi tukaona kama wizara tunachukua nini cha kwetu kinachotuhusu katika kuhudumia vijana. Ndugu wanahabari, serikali pia inaendelea kuweka misingi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, ambao maarufu inajulikana kama dira ya 2050. Na kama tunavyofahamu, taifa letu linakadiriwa itakapofika mwaka 2050 tutakuwa na watu takriban milioni 140, na nusu yao kwa maana 50% watakuwa ni vijana. Kwa hiyo ndio maana mikakati yote ambayo tunaiweka, vijana wamekuwa kama ni cross cutting. Wizara yetu inagusa pia na wizara nyingine nyingi, kwa sababu mipango ya vijana iko katika kila mahali.
Utakapozungumza kilimo utakuta vijana, kuzungumza uvuvi utakuta vijana, wizara ya elimu utakuta vijana, sayansi na teknolojia utakuta vijana. Kwa hiyo tunagusa kila mahali kwa sababu mwelekeo wa taifa letu na demographic ilivyo, muundo wa idadi ya watu unaonyesha kwamba vijana bado wataendelea kwa wengi katika taifa. Ndio maana dira hii inasisitiza sana ukuaji jumuishi wa uchumi unaweka wananchi katikati, lakini pia ikijumuisha uwezeshaji wa vijana, upatikanaji wa ajira zenye staha, ujuzi ambao unaendana na mahitaji ya soko, na matumizi ya sayansi na teknolojia kama nguzo za mageuzi ya uchumi. Lakini pia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030 imeweka dhamira ya kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Na hapa katika tathmini ya ilani iliyopita iliweka lengo kama hili la kufikia ajira milioni 8, lakini tofauti iliyokuwa imeonekana ni kwamba katika ilani iliyopita ajira milioni 8 zilifikiwa na zaidi kidogo kama na 84 hivi, lakini kilichoonekana ni kwamba asilimia kubwa hizo ajira zilikuwa katika sekta ambayo haiko rasmi. Ni asilimia 14 tu ndio ilikuwa katika sekta rasmi, asilimia 86 ilikuwa katika sekta ambayo haiko rasmi. Dhamira ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wakati huu ni kuona kwamba ajira hizi milioni 8 zinapozalishwa asilimia 50 kwa 50. Maana asilimia 50 kutoka katika sekta rasmi na asilimia 50 pia itoka katika sekta ambayo haiko rasmi. Ndio maana katika ahadi 13 za siku 100 za Mheshimiwa Rais, ahadi 6 zinazungumza masuala ya vijana, na mojawapo ni urasimishaji wa biashara na shughuli za vijana ili kuhakikisha kwamba vijana wanaingia katika sekta ambayo iko rasmi pia. Lakini pia eneo lingine ilani imezungumza ni kuongeza uzalishaji, kuvutia uwekezaji na kukuza sekta zenye fursa kubwa kwa vijana. Tunafahamu kwamba katika dira ina maeneo 4 makubwa. Eneo la kwanza linazungumza msingi mkuu wa dira, eneo la pili linazungumza nguzo 3 za dira, eneo la nne linazungumza vichocheo vinavyohusiana na mambo ya dira, lakini pia inazungumza sekta wezeshi ambazo zipo. Sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi ikitohoa kutoka katika dira inalenga kuweka mkazo zaidi katika sekta ambazo ndizo za kimageuzi, ambazo na sisi kama wizara tunaziangalia kama zitatengeneza fursa kubwa zaidi kwa vijana, hasa katika maeneo ya ajira na vipato vyao. Na hizi ndizo nguzo muhimu za utekelezaji wa ajenda ya vijana katika miaka 5 na 25 ijayo kama ilivyo dira. Na sisi kama wizara tunaahidi kushirikiana na nyinyi waandishi wa habari pia katika kuhakikisha kwamba masuala haya yanajulikana, yanafahamika, lakini pia tunayapa kipaumbele. Ndugu wanahabari, sambamba na misingi hiyo, serikali inaendelea kushughulikia changamoto kuu zinazowakabili vijana, ikiwemo ukosefu wa ajira, lakini pia ajira zisizo na tija. Kuna watu ambao tunasema wanakuwa underemployed. Anaajiriwa lakini bado tija yake haiendani na ile input yake ambayo anaiweka katika kazi anayofanya. Lakini pia upungufu wa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Tumekuwa na changamoto kubwa sana, wataalamu wanaita mismatch kati ya skill na kile kinachohitajika katika soko la ajira. Na ili nafikiri imekuwa ni mjadala mkubwa, na ndio maana kuna maboresho makubwa sana katika sekta zetu za elimu pia, ili kuona kwamba vijana wanaotoka katika sekta za elimu wanakidhi mahitaji ya waajiri ambao wanahitaji pia. Lakini changamoto nyingine ambayo wote tunaifahamu na imesemwa sana ni ukosefu wa mitaji kwa vijana wajasiriamali, na hasa pia kampuni changa ambazo ni startups. Na katika hili naomba nitoe taarifa chache kwamba kama serikali kati ya mwaka 2021 mpaka mwaka huu 2025 tunao mfuko wa maendeleo ya vijana ambao umekuwa ukijaribu kuanzisha kusaidia vijana ambao wanafanya shughuli zao, ambao zaidi ya bilioni 3.1 zimetolewa na miradi 141 imefanyika kupitia mfuko huu. Sasa tunaweza tukawa tuna mjadala kwa maana ya ufanisi wake na matokeo, lakini serikali kwa sehemu yake imefanya, na baadhi ya maeneo ambayo tumejifunza na tunachotaka kuboresha nitakieleza hapo baadaye. Lakini tunafahamu halmashauri zetu zimekuwa zikitenga 10%, na katika ile 10 4% imekuwa ni ya vijana. Katika miaka 2021 mpaka 2025 takriban bilioni 36.64 zimeenda kwa vijana wa nchi hii kupitia halmashauri zetu, na zimeenda kwa vikundi vipatavyo 2867, na vikundi hivi vinafanya shughuli mbalimbali na mambo mbalimbali, lakini nia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba changamoto ya mtaji kama nilivyoeleza inaweza kuweza kupatiwa majibu. Lakini pia ni muhimu tufahamu, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuta sheria inayohusiana na manunuzi ya umma ya PPRA, ambao mwanzoni ilikuwa inatoa asilimia ndogo sana kwa makundi maalum, na baadaye alipoingia madarakani aliagiza kwamba yafanywe marekebisho ili kuhakikisha makundi maalum yakiwemo vijana wanafaidika na manunuzi ya umma. Sheria sasa ambayo tayari imeshasainiwa na inatakiwa kufanya kazi inaagiza mashirika ya umma yote, kwa maana taasisi zote za serikali na idara zake zinapofanya manunuzi zitenge asilimia 30
ya matumizi yake kwa ajili ya makundi maalum zinazoitwa special groups, kwa vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na ukiangalia kwenye bajeti ya serikali takriban trilioni 30 zinatumika katika matumizi ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo katika hili pia tumeendelea kuwahimiza vijana wajisajili katika mfumo ili pia waweze kushiriki katika shughuli za manunuzi ya umma. Na mpaka sasa makampuni takriban 299 ya vijana yameweza kufaidika na tenda hizo za serikali kutoka katika taasisi mbalimbali. Na mimi wakati napita kwenye ziara yangu, yako maeneo ambayo nilikuta wamefanya vizuri sana katika ili eneo. Ipo ofisi ya mkoa wa Mtwara, nilikuta hiyo kitu wamefanya. Nimekuta ofisi ya Same, nilikuwa jana pale, ofisi ya wilaya, wanahakikisha kila wanapofanya manunuzi wanawapa pia sehemu ya 30% wanaitenga kama sheria inavyotaka. Na katika muda wa 2021-2025 zaidi ya bilioni 10.8 zimeenda kwenye makampuni madogo ya vijana. Na hili, ndugu waandishi wa habari, ni eneo ambalo sisi kama wizara tumesema tutashirikiana na taasisi zingine za serikali, lakini tutatoa awareness zaidi kwamba tunachotaka sio tu tuwapatie vijana pesa kidogo kidogo, tunataka tukuze makampuni yao. Na Mheshimiwa Rais alizungumza waziwazi katika hotuba yake wakati anafungua bunge, alisema anataka makampuni ya vijana atengeneze makampuni yenye nguvu ya vijana. Makampuni yenye nguvu ya vijana yanatengenezwa kwa kutumia mifumo kama hii, ambapo vijana wanaweza wakaunda kampuni zao na kufanya shughuli katika halmashauri zetu, katika ofisi zetu za serikali kwa kutumia kampuni zao ndogo ndogo. Ndugu wanahabari, katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali imejipanga kuimarisha utekelezaji wa sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 na kuhakikisha kuwa vijana wanaandaliwa vyema na wanapata fursa za kujiajiri, lakini pia fursa za kuajiriwa. Mikakati yetu ya wizara imeelekezwa katika maeneo 13 ya kipaumbele ambayo yameainishwa katika sera ambayo nimeitaja. Maeneo hayo yanajumlisha elimu na mafunzo ya ufundi stadi, uvumbuzi na ubunifu, uchumi wa kidijitali, ukuzaji wa ajira, ushiriki wa vijana kwenye shughuli za kijamii na kiuchumi, uzalendo na maadili, afya na ustawi, malezi na makuzi, taaluma ya maendeleo ya vijana, uongozi, usawa wa kijinsia, mazingira na ujumuishaji wa vijana wenye ulemavu. Ndugu na habari, mahususi katika eneo la ajira ambao limekuwa likizungumzwa sana, serikali kupitia wizara yenye dhamana ya kazi na ajira inaendelea kuandaa na kuimarisha mikakati ya kuongeza fursa za ajira ndani na nje ya nchi, ikijumuisha uimarishaji wa huduma za ajira, usaili na uidhinishaji wa waajiri na mawakala wa ajira, ulinzi wa haki za wafanyakazi wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi, pamoja na kuimarisha mifumo ya ulinganifu na ujuzi wa mahitaji ya soko. Nafikiri mtakuwa mmeona hivi karibuni kumekuwa na mikataba mingi ambayo serikali inaingia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza pia ajira nje ya nchi. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelezea hilo jambo kwa ufasaha sana, kwamba pamoja na kutengeneza fursa za ajira ndani ya nchi, tunataka sasa tuweze kupeleka watu wetu nje ya nchi waweze kupata fursa za kiajira. Na kwa mambo mengi ambayo yanaendelea, na naamini wizara ambayo imejikita katika eneo hili pia itakuwa na takapokuja teeleza kwa mapana kuhusiana na programu hii ambayo inafanyika. Lakini pia sambamba na hilo, serikali imeendelea kuimarisha programu za mafunzo kazini na kuwasaidia vijana kupata uzoefu, yani internship, na kupata attachment katika maeneo mbalimbali. Na hii imefanyika kupitia mifumo ya uendelezaji ujuzi na ufadhiliwa na mchango wa maendeleo ya ujuzi, skill development levy, ambao inatolewa kupitia makampuni. Lakini pia tunao mifuko ya uendelezaji wa ujuzi kwa lengo la kuwapa vijana uzoefu halisi wa kazi na kuongeza ushindani wao katika soko la ajira. Moja ya changamoto ya vijana mara nyingi wamekuwa wakisema ni kwamba wanapoenda kutafuta kazi wanaulizwa experience inakuwa imetangazwa pale kwenye tangazo la kazi. Kwa swali imekuwa kwamba tunapataje experience? Serikali imekuja na jibu la swali kwamba sasa kijana anaweza akapitia mifumo aka-apply, akaweka CV yake. Baada hapo serikali ina mkakati ambao tayari uko unafanya kazi, ambao vijana wanapata nafasi za kupata attachment kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata ujuzi. Na serikali huwa inawalipa wale vijana posho kiasi fulani kwa ajili ya kwenda kazini na kurudi na kuendesha maisha yao. Kwa mpango huu tutaendelea kuusukuma uwe ni sehemu nzuri ya vijana kupata uzoefu, ili kesho na keshokutwa kijana anapokuwa anapoulizwa experience anakuwa tayari kuna jambo ambalo ameshalifanya kwa mikono yake. Pia kupitia programu hizi zaidi ya vijana 154,778 wamejumlishwa katika programu hizi, ikiwemo programu inayohusika na urasimishaji wa ujuzi. Na ili pia naomba nilielezee kidogo kwamba kumekuwa na vijana wako kule mtaani ambao unakuta wameshiriki kwenye kufanya mambo mbalimbali. Na nyinyi hapa ni mashahidi, ndugu waandishi. Ukiwa na gari yako unaweza kukuta gari very complicated, lakini kijana tu yuko kule mtaani amefanya kazi
miaka 4 5 na ni mtaalamu, akisikia tu sauti ya gari yako anajua tatizo ni nini. Sasa tunasema kwamba serikali imekuja na program kwamba huyu sio lazima tumkalishe tena darasani sawa sawa na kijana mwingine. Tayari ana ujuzi ambao ameuacquire. Tunachofanya ni kumrasimisha ili atambulike katika mifumo rasmi. Na hizi ni program ambazo duniani maeneo mbalimbali wanazifanya, na sisi kama taifa tunaona ni eneo la msingi sana ili kuhakikisha tunapata faida ya ujuzi ambao bado haujarasimishwa. Kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba dhamira moja hapo ni kurasimisha shughuli za vijana. Lakini katika kuongeza ajira kupitia sekta zenye uzalishaji mkubwa, serikali inaendelea kutekeleza na kuratibu program maalum za kilimo biashara, madini na uvuvi ambazo zinalenga kuongeza tija, lakini pia kuongeza thamani kwa maana ya value addition, na kukuza ajira kwa vijana katika mnyororo mzima wa thamani, kuanzia na uzalishaji, uchakataji, usafirishaji, masoko na hadi kupata zile huduma saidizi, supporting services ambazo zinahitajika. Kwa upande wa uwekezaji na uanzishaji wa viwanda, serikali inaendelea kukuza uwekezaji maalum wenye kulenga ajira za vijana, ikiwemo kupitia mfumo wa kongani na uwekezaji kupitia taasisi ya TISEZA, kwa kurahisisha taratibu, kupunguza urasimu na kuvutia miradi inayoongeza ajira na ujuzi kwa vijana. Na mwelekeo huu unaenda sambamba na hatua za serikali za kuendeleza programu za uwekezaji zinazoweka vijana katikati ya kila mpango, ikiwemo uanzishwaji wa mikakati ya vijana kumiliki na kuendesha miradi ya uzalishaji na viwanda vidogo. Na hili naomba niseme kisera sasa imeelezwa wazi. Ukiangalia dira imeeleza vitu vitatu vinavyozingatiwa katika sekta ambazo tunazichagua kama taifa. Na katika kitu cha kwanza kinazingatiwa ni miradi inayozalisha ajira. Kienda lakini pia Wizara ya Uwekezaji watakwambia pia wameweka vigezo vyao vitano ambavyo mradi ukija vinatumika kuvitathmini. Eneo la kwanza mojawapo ni utengenezaji wa ajira. Kwa hiyo pia sisi kama wizara tumesema, kwa sababu kama nilivyoongea ni cross cutting, kama ambavyo kila tunachokifanya huko nyuma tumekuwa tukifikiria habari za agenda, pia na sasa hivi kila kinachofanyika vijana lazima pia wafikiriwe katika mipangilio ambayo tunaifanya. Na katika hili sisi kama wizara tutashirikiana kwa karibu sana na TISEZA. Tunakuja na program ambayo inaitwa Youth Investment Program, kwamba tunataka vijana wawe investors, wawe wawekezaji katika taifa letu pia. Kama ambavyo tumekuwa tukiwapa kipaumbele wawekezaji wageni, tunataka vijana wa nchi pia wapewe kipaumbele katika swala zima la uwekezaji pia. Na kuna special economic zone ambazo zitaanzishwa. Ukiacha za jumla zitakuwepo ambazo ni Youth Special Economic Zone, YSEZ, ambazo zenyewe zinalenga katika miaka 5 ijayo tuwekeze katika vijana ambao watakuwa wazalishaji na watengenezaji. Na hapa naomba niseme sisi kama wizara, maono yetu ni kwamba pamoja na juhudi kubwa ambazo zinafanyika katika kuwezesha vijana, lakini tunataka tusiwe tuna kundi kubwa la vijana ambao ni wasambazaji na wachuzi. Tunataka kuwa na kundi kubwa la vijana ambao ni wazalishaji na watengenezaji. Tunataka tutoke kwenye distributive economy tuende katika manufacturing and productive economy. Kwa namna hiyo maana yake inaweza ikatusaidia vijana wengi zaidi kuajiri wenzao. Na katika programu ya Youth Investment Program tunalenga kwamba katika miaka 5 ijayo tuweze kuwa na kampuni za vijana zilizofanya uwekezaji takriban 100,000. Lakini katika hizo 20,000 zikae katika Youth Special Economic Zone, ambazo pale kuna mambo tutawasaidia. Cha kwanza tutawekea mkakati wa financing ambao ni rahisi kwa vijana. Kama unavyojua moja changamoto ya vijana imekuwa ni kupata collateral, wanahangaika kupata vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia kupata mikopo. Kwa hiyo tutatengeneza scheme ambayo huyo mtu anapokuwa kwenye ile scheme yetu, maana yake atakuwa hangaiki swala lazima linapofika kwenye fedha. Na hapa tuzungumzie tu cash, tunazungumza pia asset financing, kwamba mtu anahitaji mashine, anahitaji mtambo. Tunataka ukijana aweze kununuliwa mtambo, uwekwe katika Youth Special Economic Zone, na akifika pale jambo la pili atakalopata ni infrastructure, miundombinu yote anayohitaji. Kwa kama ni maji, kama ni umeme, ataikuta pale. Cha tatu itakuwa na one stop center service, regulatory services zote za serikali. Kwa maana kwamba BRELA, sio SIDO, sio OSHA, haya mambo yamewagharimu vijana wengi sana. Tunataka tupate mfano wa vijana ambao wakipewa mechanism na mnayo itakuwa na warahisishia. Lakini hilo lingine tunataka waweze kuexport, wale ambao wanataka kuzalisha kwenda katika nchi za nje tuwasaidie. Kwa lengo letu katika miaka 5 ijayo kwa kushirikiana na TISEZA tuwe na haya makampuni 100,000 kwa Tanzania nzima, lakini 20,000 ambayo yatakuwa katika hizo Youth Special Economic Zone. Na malengo yetu kila kampuni iweze kuajiri vijana angalau 50 katika hiyo kampuni. Maana kupitia program tutategemea ajira milioni 1 zitazalishwa. Na jambo hili linawezekana kwa sababu Mheshimiwa Rais amekusudia na alisema
kwamba anataka kuona vijana wanamiliki uchumi. Kwa lengo letu ni tusiwe tuna vijana ambao ni wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa, kwamba anaenda kununua China analeta hapa, anaenda kununua wapi analeta hapa. Hapana, hawana nao Kariakoo anapeleka huko. Tunataka vijana wengi tuwatoe huko, tuwapeleke katika uchumi ambao unazalisha na unatengeneza, manufacturing and productive. Wafanye production na wafanye manufacturing. Kwa vile ambavyo wanaviagiza kwa kutumia rasilimali zetu zinazo, je, vingapi wanaweza kuvizalisha? Tukifanya hivyo, ina maana tutakuwa tuna vijana ambao sio tu wanatafuta ajira, lakini vijana pia ambao wanatengeneza ajira. Na sisi kama wizara tunaamini jambo linawezekana, na juhudi ambazo tayari ziko na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametupatia, tunaamini litafanikiwa kwa kiwango kubwa sana. Lakini ndugu wanahabari, pamoja na upatikanaji wa mitaji, serikali imeanza kuweka msisitizo wa kuanzishwa na kuimarishwa kwa mifumo ya dhamana ya mikopo kwa vijana, credit guarantee schemes, ili kujibu changamoto ya muda mrefu ya vijana wengi wa kukosa dhamana. Kama vitangulia kusema, wamekuwa kukosa collateral. Kijana anaenda kukopa, anaulizwa lete nyumba, anaulizwa usilete kitu gani. Sasa ndo anaanza maisha, hawezi kuwa na hivyo vitu vyote. Sisi tunasema kama wizara tunataka tuone namna gani tunaondoa hii changamoto kwa vijana wengi katika nchi ya Tanzania kwa kutafuta schemes ambazo zitakuwa zina guarantee credit kwa vijana kwa utaratibu ambao tutakuwa tumeweka. Lakini pia hatua hizi zinakusudia kuongeza uaminifu wa taasisi za fedha kutoa mikopo kwa vijana na kupanua wigo wa upatikanaji wa fedha kwenye miradi yenye tija. Mlimsikia Mheshimiwa Rais ameahidi katika siku 100 atatenga bilioni 200 kwa ajili ya vijana pia, lakini pia kwa ajili ya wanawake. Sisi kama wizara tumejiandaa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ambao tunatarajia kutakuwa na mtaji wa takriban bilioni 8 ambao utakuwa unasaidia vijana pale. Na kama nilivyosema, dhamira yetu sio kuwekeza katika maeneo tu ambayo yanawafanya vijana waendeshe maisha yao kila siku. Tunataka vijana ambao wanaweza wakatengeneza pia ajira kwa watu wengine. Tukumbuke hizi initiative za kusaidia vijana ziko maeneo mbalimbali, kama nilivyotoa takwimu kwenye serikali za mitaa. Kwa hiyo vijana wote hawako sawa, tutaangalia kulingana na uhitaji ambao uko nao. Lakini pia tunaendelea kushauriana na kupendekeza katika benki zetu tuwe na youth investment windows, kwamba kushirikiana na sekta binafsi, kwamba vijana wanapokwenda kutafuta mitaji, wanapokwenda kutafuta mikopo, wasijumlishwe na watu wengine. Kama ambavyo tuna madirisha ya wanawake hapo katika benki zetu, tunataka pia na vijana wana special youth window, kwa sababu changamoto zao ni tofauti na changamoto za watu wengi pia. Na naamini kwa kushirikiana na sekta binafsi, hasa sekta za kifedha, tutafanikisha jambo hili na tutalifanya vizuri. Lakini sambamba na hilo, tumegundua kwamba vijana wengi wanapokuwa wanapewa mikopo, iwe ya halmashauri au iwe katika program mbalimbali za serikali, mfuko wa maendeleo ya vijana, mara nyingi wakishapewa pesa wanaachwa. Nimezunguka huko mikoani, nimeona unakuta mtu anasema nilipewa pesa lakini hakuna mtu amenifuatilia, hakuna mtu ameniuliza na changamoto gani. Sisi wote tunafahamu kwamba unapokuwa na wazo, unapoenda kulitekeleza, unaweza kukutana na changamoto ambazo wakati unalipanga wazo lako zile changamoto kuzifikiria. Sasa tumekosa sana coaching na mentorship katika program zetu, ulezi na makuzi ya kuwasaidia. Kwa hiyo tumeona kwamba katika program zote ambazo zitafanya zinazohusiana na vijana, tunataka tuwe na component ya mentorship. Na katika pia hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kufungua bunge alieleza hili jambo kwamba vijana wapewe ulezi. Kwa hiyo tunapompatia kijana fedha kwa ajili ya kuanzisha kampuni yake, kwa ajili ya kuanzisha kiwanda chake, kwa ajili ya kufanya biashara yake, kama ni kikundi au kama ni mtu binafsi, tunataka pia tuwe na mfumo wa kuwasaidia wa vijana, kuwafuatilia, kuwalea, kuwakuza, ili wanapokutana na changamoto tusije tukaenda wakati tunataka tu marejesho. Unakuta kule halmashauri unakuta kijana amepewa hela atafuti mpaka siku ya kurejesha. Sasa anakutana na changamoto anamwambia nani? Akikutana amefeli anaenda kuongea wapi? Mfumo wetu wa kuempower vijana lazima uzingatie malezi pia, kwamba tuwe na watu watakokuwa wanasaidia pia. Na hili tunajifunza pia kwenye sekta binafsi, kwa sababu tunajiuliza kwa nini mikopo mingi inayotolewa kwenye sekta binafsi inaweza kurudishwa na watu biashara zao zinafanikiwa. Lakini ukiangalia figures kama nilizozitoa hapa ni nyingi sana. Ziko halmashauri hapa zinatoa bilioni 6, bilioni 5, bilioni 3 wanapatia vijana. Lakini nyingi ukienda kuzitafuta, maeneo yote niliyopita nimekuwa nikienda kuuliza, naomba mnipeleke kwenye mradi wa vijana. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu vijana wengi hawana vitu ambavyo ni tangible. Lakini ukiongea na vijana wanakuambia tu kweli pesa tulipata. Lakini sisi wote tunafahamu fedha peke yake sio msingi wa mafanikio ya kibiashara. Tunahitaji vitu vingi sana. Tunahitaji kujenga tabia zao, tunahitaji kujenga resilience yao, tunahitaji kuwafundisha kuhusu masoko, kuhusu management na vitu vinavyofanana hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kutengeneza program za ulezi. Kwa sisi kama wizara tumesema kwenye kila program itakayofanyika tunahitaji kuona component ya ulezi ikiwepo ili kuwasaidia hao vijana. Lakini ndugu wanahabari, katika kuongeza fursa za biashara na soko, serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni za ununuzi wa umma zinawekeza kutengwa kwa 30% ya bajeti ya ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi yenye kipaumbele
ikiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hii ni fursa muhimu kwa vijana kujenga biashara endelevu kupitia utoaji wa bidhaa na huduma kwa serikali na taasisi zake. Na hili ningependa kuambia wanahabari kwamba mimi kama waziri mwenye dhamana nitaendelea kulisimamia, kulisema, na pia nitashirikiana na taasisi za serikali kuhakikisha kwamba matakwa haya ya kisheria, kwa sababu hili sasa ni jambo la kisheria, matakwa ya kisheria yanatekelezwa kwa vitendo. Kwa sababu tukifanya hivyo, maana yake tutakuwa na pesa nyingi sana ambao vijana kupitia kampuni zao wanaweza wakafanya kazi. Na katika hili nimewahi kuulizwa sehemu, wanasema vijana hawana uzoefu wa kufanya hizo kazi za kampuni ambazo tukiwapa makampuni makubwa. Na swali langu linakuwa rahisi tu, katika mnyororo wa huduma zako zote, hivi kweli kuna shughuli ambazo vijana hawezi kuzifanya? Vijana wanaweza kushindwa kweli kuwa na kampuni ya kusupply vifaa vya usafi au kufanya usafi katika ofisi zetu? Wanaweza. Kwa hiyo chochote ambacho tunakifanya tukiwa na thinking kwamba lazima component ya vijana iwepo, ninaamini hakuna taasisi ambayo ina jambo ambalo vijana hawezi kulifanya. Kama ni kurepair ICT equipments, wanaweza kufanya. Kama ni wana gari la kubeba taka katika halmashauri, mnaweza mkawakopesha na wakalinunua na baadaye wakalipa. Inawezekana kabisa. Kwa hiyo ni kuwa na thinking. Tunataka kila mtu anayefanya jambo katika taifa hili awaze kwamba vijana wana component gani katika mipango ya maendeleo. Na sisi kama wizara tutaendelea kulisema hilo na kuhakikisha linatekelezeka. Kadhalika, serikali inaendelea kuhamasisha na kuratibu mifumo ya fedha na bidhaa za kifedha zinazohusiana na uchumi wa blue, kwa maana blue economy, zinazotekelezwa kupitia taasisi za kifedha ikiwemo benki ya CRDB na benki ya NMB, pamoja na upanuzi wa ushirikiano na benki nyingine, ili kuwezesha biashara na miradi ya vijana katika sekta za uvuvi, usindikaji, usafirishaji wa bidhaa za baharini na maziwa, pamoja na huduma za bahari na ukanda wa pwani. Ndugu wanahabari, katika falsafa yetu ya utoaji wa huduma kama wizara, tumejipanga kuhakikisha serikali inafikika kwa vijana kwa urahisi sana, lakini pia kwa wakati. Na tunatumia teknolojia kama nilivyoeleza falsafa zetu tatu kama nyenzo ya msingi ya kuharakisha huduma, lakini pia kupokea maoni na kuunganisha vijana na fursa. Ndio maana tumeshaanza hatua za awali za kuanzisha jukwaa la kidijitali la huduma jumuishi, tunaliita Youth Digital One Stop Platform, ili kuwezesha kwanza upatikanaji wa taarifa za ajira. Tumeona kuna changamoto kupea pia za vijana kupata taarifa katika maeneo tuliyopita. Sasa tunasema kwa sababu vijana wengi wanatumia simu zao na teknolojia, tuwe na Youth Digital One Stop Platform ambayo tutakuwa tunaweza kushare fursa mbalimbali za ajira zinazotokea mbalimbali. Lakini pia mafunzo ambayo vijana wanaweza kuyapata yakawasaidia kuongeza ujuzi. Kuna vitu tunaita soft skills. Kufanya negotiation unafanyaje? Kufanya presentation unafanyaje? Kwa hiyo vitu vinavyofanana na hivyo, kutengeneza network nzuri za watu kusaidia. Kwa hiyo yako mafunzo ambayo tunaamini vijana wakiyapata yanaweza kawasaidia zaidi, lakini fursa za mikopo zinazotolewa, masoko na huduma nyingine kwa namna iliyorahisishwa. Na hii itakuwa ni kiganjani kwa kijana yote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia katika ziara zetu mikoani tumebaini masuala muhimu yanayohitaji hatua za haraka, ikiwemo uhitaji mkubwa wa ajira na mafunzo ya vitendo. Lakini pia kuna changamoto ya taarifa duni kuhusu fursa zilizopo na upungufu wa mitaji na ushauri wa kibiashara, business development services zinakosekana. Lakini kuna changamoto za masoko na uongezaji wa thamani katika bidhaa tunazozalisha, pamoja na masuala ya maadili. Lakini pia tumekuwa na changamoto kubwa sana ya swala la afya ya akili, na nafikiri nyinyi mnafahamu tumekuwa na kesi nyingi sana pia za vijana kuhusiana na jambo hili pia. Kwa kushirikiana na wizara zingine na taasisi zingine, tunaona pia namna ambavyo na sisi tunaweza tukaliweka katikati ya mipango yetu na mikakati yetu. Lakini ndazo changamoto pia za matumizi ya madawa kulevya kwa baadhi ya vijana pia. Taarifa kina ya uchambuzi wa masuala hayo yote ambayo nimeyataja ilishaandaliwa na wizara katika mikoa ambayo tuliyopita, na kitakwimu tunaweza kujua na kufahamu maeneo gani ambayo vijana wanazungumza zaidi, wana changamoto zaidi. Kwa taarifa hiyo tunayo, na nafikiri wakati tutakapofika tutaishia kwa mapana tutakapokuwa tumemaliza ziara zetu katika mikoa ambayo imebakia. Tumeshafanya na tunaendelea kufanya vikao kazi na maafisa maendeleo ya vijana na mikoa na halmashauri. Na wiki iliyopita tulikuwa na afisa maendeleo ya vijana wa mikoa 26 na halmashauri 188 pale Dodoma, ili tuweze kujenga uelewa wa pamoja na mwelekeo wa wizara, lakini pia kuimarisha uratibu wa utekelezaji na kukubaliana pia mfumo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa taarifa sahihi kuhusiana na vijana, program za vijana, ajira, lakini pia na uwezeshaji kwa maeneo yao. Na tumelifanya hili kwa sababu katika kuzunguka kwangu pia nilikuwa naona changamoto ninayokutana nayo. Maeneo mengi nilikuwa nimepita, sikuwa nimetambulishwa afisa yote wa vijana, wa maendeleo ya vijana eneo lote lile. Paka nikashangaa watu wapo wanafanya nini. Kwa hiyo
nikaagiza nikutane nao, na nilipokutana nao, pamoja na kuambia yale ambayo sisi tunataka tuambie, tulijifunza mengi sana katika utekelezaji wa masuala yanayohusiana na vijana. Dhamira yetu ni kuona kwamba tunaendelea kufanya nao kazi kwa karibu na kutengeneza mtandao ambao utakuwa imara, ili masuala ya vijana yaanzie katika ngazi za chini yaweze kupanda mpaka juu, tuweze kuweza kushirikiana. Na tumewajulisha kwamba vijana wanahitaji kusikilizwa. Hiyo ni moja ya kitu tumewaambia. Wanahitaji kuhudumiwa kwa haraka ili kujenga falsafa ya kasi, kufikika pamoja na teknolojia ambayo tunaendana nayo. Kwa hiyo tumeomba wasikae ofisini, waende kuzungumza na vijana kama ambavyo mimi kama waziri na timu yangu nimefanya, nao pia wafanye vile vile. Ndugu wanahabari, katika kuimarisha ushiriki wa vijana, serikali inaendelea kuimarisha majukwaa ya kuwakutanisha vijana. Moja jambo tumelikuta pia field kwamba vijana wengi wanahitaji kupata maeneo ya kuzungumza. Sasa sisi kama wizara tumeandaa kitu kinaitwa Vijana Platform, ambao ni jukwaa la vijana kuwa wanazungumza, ambao tutalizindua rasmi na litafanyika katika maeneo mbalimbali. Jukwaa hili sio la sisi kuambia vijana tu tunachotaka kuambia, ni jukwaa la kusikiliza sauti ya vijana, kujadili changamoto zao na kuunganisha vijana pamoja na wadau na kueleza fursa katika maeneo yao. Jukwaa hili linaenda sambamba na hatua za kisheria na kiutendaji kuelekea ukamilishwaji wa mfumo wa ushiriki wa vijana kitaifa kupitia sera ya kitaifa inayoelekeza kuunda mabaraza ya vijana, ambao tayari iko katika utaratibu. Wakati tunaendelea na programu ambayo tunaifanya sasa, tunaendelea kufuatilia taratibu za kisheria kwa ajili ya utekelezaji wa sera na sheria namba 441 ambayo imeelekeza uanzishwaji wa baraza la vijana katika maeneo mbalimbali. Ndugu wanahabari, katika eneo la ugunduzi na ubunifu, serikali itaendelea kuimarisha mazingira wezeshi kwa vijana wabunifu kwa kuendeleza vituo tamizi na vituo vya kulea ubunifu, yani innovation hubs, pamoja na kuhamasisha ubunifu na uzalisha ajira na bidhaa huduma zenye ushindani. Aidha, tutaimarisha mifumo ya ulinzi wa kazi za ubunifu katika sanaa. Tunafahamu tuko kwenye digital economy. Vijana wengi wanakuja na kazi za ubunifu, lakini baadaye wafaidiki na ule ujuzi wao pia. Tutaka tuone tunavyoshirikiana na wizara zingine na taasisi zingine kuona wanafaidika na kazi zao pia kupitia sanaa, michezo, filamu na muziki, ili vijana wanufaike kiuchumi kutokana na kazi zao. Lakini ndugu wanahabari, napenda pia kutoa taarifa kwamba ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ina vituo 3 vya maendeleo ya vijana ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vifanyi kazi. Vituo hivyo ni Sasanda kilichopo mkoani Songwe, Ilonga kilichopo mkoani Morogoro na Marangu kilichopo mkoani Kilimanjaro. Dhamira ya serikali ni kuvifufua na kuviboresha vio vituo hai vya kutoa ujuzi wa vitendo, kujenga uzalendo na kuwezesha vijana kupata stadi za ujasiriamali pamoja na ajira. Na katika maboresho hayo tunalenga pia kuwa na program maalum inayoitwa Open Coding School ili kuongeza ujuzi wa tehama na uchumi wa kidijitali kwa vijana, tukielewa kwamba vijana wengi sasa uchumi wao wameambatanisha na masuala mazima ya kidijitali. Utekelezaji wa ajenda hii unahitaji ushirikishwaji mpana wa wadau, hivyo serikali itaendelea kujenga ushirikiano na sekta binafsi, mashirika ya kiraia, taasisi za fedha, vyuo na taasisi za utafiti, pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine na maendeleo, ili kuongeza rasilimali, ujuzi na ubunifu katika utekelezaji wa sera na programu za vijana, sambamba na kuepuka urudufu wa shughuli. Badala yake tutoke kwenye kuwa na shughuli nyingi za vijana, tuwe na shughuli za vijana zenye tija. Hiyo ndio focus yetu. Ndugu wanahabari, katika kuimarisha uzalendo na maadili, serikali itaendelea kusisitiza malezi na makuzi yenye maadili mema, lakini pia swala zima la kujitolea kwa vijana wetu na uwajibikaji pia. Kuimarisha ushiriki wa vijana katika shughuli za kijamii na kitaifa bila kuachwa nyuma, na kuendelea kuhamasisha vijana kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Kama nilivyotangulia kusema, msingi wa dira unaeleza umoja, ushirikiano na amani ndio msingi wa kutekeleza mambo yote yaliyopo katika dira. Kwa maana yake tukiharibu msingi huo, yote ambayo tunapanga hatakuwa na nafasi ya kutekelezeka. Vyombo vya habari, ninyi ni washirika muhimu katika kujenga uelewa, lakini kuelimisha na kuhamasisha ushiriki chanya wa vijana. Napenda kutoa wito kwa vijana wa Tanzania kuwa wazalendo na wachapakazi. Vijana waheshimu sheria, walinde amani na mshikamano wa taifa letu. Lakini pia vijana wajitokeze kwa ujasiri kushiriki katika shughuli za kimaendeleo. Kama vile kauli mbiu yetu inavyosema ya kwamba vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Kwetu sisi kama wizara si maneno matupu haya, bali ni wito wa vitendo kwa kila kijana kutambua kwamba taifa hili ni lao na wana wajibu wa kulijenga. Na kikawaida Mwenyezi Mungu akitujalia uhai mrefu, vijana ndio wana kesho ndefu zaidi kuliko wazee. Maana yake taifa hili lisikiharibika, wanaopata hasara zaidi ni vijana kuliko watu wengine wote. Ningependa niwahakikishie vijana wote wa nchi ya Tanzania kwamba ofisi yangu iko wazi. Na dhamira yangu pamoja na watumishi wote wa wizara hii ni kuondoka katika mtazamo kwamba vijana ni tatizo katika nchi na kwamba vijana ni asset katika nchi yetu. Vijana ni suluhisho.
Ziko nchi nyingi ambazo kidemografia zilipita sisi tulipopita, lakini ziliweza kufanikiwa kuhakikisha kwamba vijana wamepewa kipaumbele, vijana pia wamewezeshwa. Ninaamini demografia ya sasa hivi tulionayo inatupa nafasi kubwa ya kulifanya Tanzania kuwa taifa lenye nguvu, kwa sababu tuna nguvu kazi kubwa sana. Kwa hiyo ningependa kuwahimiza na kueleza vijana wote wa Tanzania kwamba sisi kama wizara tunataka tuone narrative inabadilika kutoka kwamba vijana ni changamoto kuwa vijana ndio wanaobeba uchumi wa taifa hili. Na mikakati ya serikali imeelekeza hivyo. Katika kutoa huduma kwa vijana, tutazingatia falsafa yetu ya kutoa huduma kwa kasi, viongozi kufika kwa urahisi na kutumia teknolojia. Ikumbuke kwa jukumu kubwa la wizara ni kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kupitia sera, kanuni, sheria na miongozo, pamoja na kuratibu shughuli za maendeleo ya vijana nchini. Nakumbuka kauli mbiu yetu, vijana tuyajenge, vijana tuyajenge. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Kazi iendelee.